jamani, tunafahamu tukiwa na vyombo vyetu vya moto tunavifanyia service, gari inafanyiwa service, pikipiki inafanyiwa service, hadi baiskeli inafanyiwa service, na miili yetu inafanyiwa service, simu zinafanyiwa service, nini kingine kinafanyiwa service? Kama vile kompyuta. Yaani baada ya muda tu unashusha window. Yaani haina mjadala hiyo. Lakini makazi tunayoishi jamani, je, tunakumbuka kuyafanyia service? Sio kupiga deki, usichoke. Jamani, tunafagia kila siku. Sio kufanya usafi. Ndio maana hata simu kuipangusa tu hapa hizo service. Unasafisha kioo. Tunazungumzia kufanyia service hiyo nyumba, kurekebisha nyumba, kuboresha miundombinu ya nyumba. Kuna mtu akishajenga, yani unakuta nishajenga mimi. Yani anaona kabisa ameshamaliza kila kitu, lakini tunaambiwa wahenga wanatushangaa kwa sababu walituambia kabisa usipoziba ufa utajenga ukuta. Na ufa sio tu ufa kwenye ukuta, lakini ufa kwenye vitu vingi katika nyumba zetu. Tuna mifumo ya maji, tuna mifumo ya umeme, tuna mifumo ya maji taka, tuna mifumo ya maji safi, lakini kuna madirisha, kuna paa za nyumba na vinginevyo vingi sana. Kuna wengine siku hizi wanaita inaitwaje ile hidden roof? Sasa ile usipofanyia ukarabati mvua ikanyesha utajua ujui. Leo tunaangalia hilo, utaratibu wa kurekebisha na kuboresha miundombinu ya nyumba. Tuna utaratibu huo. Una utaratibu wa kukagua nyumba yako, wewe unaboresha baada ya muda gani? Au unasubiri mpangaji akiondoka napo unapaka tu rangi? Vingine vyote vinakuja kulimbikizana na baadaye madhara yanayokuja kujitokeza na kuja kuwa ni makubwa, hasa kwenye mifumo kama hiyo. Tunazungumzia umeme, mifumo ya maji taka, ukuta inaweza kawa ni paa. Madhara yanakuja kujitokeza na kuwa ni madhara makubwa sana. Kwa nini hatuna desturi hiyo ya kufanya ukarabati? Tunakuja kuzungumza hapa siku ya leo. Nambari yako ni 0763 809770. Unaweza kushiriki na sisi hapa na kutueleza kabisa wewe huwa unafanya utaratibu wa kurekebisha nyumba yako baada ya muda gani. Lakini tayari tunao wataalamu ambao tumewaalika siku hii ya leo. David, ndio kama mwenye nyumba ya kabisa. Mtaalamu namba moja wewe. Ya kabisa. Na moja kwa moja hapa studio tayari tunaye msanifu majengo architecture Osman Mbaruk. Huyu ni msanifu majengo, meneja mradi Guild International Limited. Yes. Karibu sana. Shukrani sana. Tunafurahi kuwa nawe. Nashukuru sana. Lakini pamoja nasi tunaye mhandisi Francis Jora Muntakije. Huyu ni mhandisi wa umeme kutoka Chakupewa Investment Company Limited. Tunafurahi kuwa nanyi. Karibuni sana. Shukrani. Pamoja nasi tunaye mhandisi. Nilijisomea zangu kile ngwale. Hadi unastuka. Unajua ukitambulishwa kwenye utambulisho ambao sio wako, hadi unastuka. Unaona jamani, rekebisheni, sio mimi huyo. Mimi unihitaji tu kwenye wale wamiliki wa nyumba. Wamiliki wa nyumba. Hapo nipo. Mmiliki wa nyumba ya urithi. Na msiniulize square. Inabidi tu specify ya urithi. Kwa maana msiniulize square za kiwanja. Square meter. Najua na nyumba. Asante sana. Na kwa kweli Mercy, kama ambavyo umetambulisha topic yetu leo, tunaangalia utaratibu wa kurekebisha na kuboresha miundombinu ya nyumba hapo, mifumo ya umeme, maji na kila kitu. Na yote hayo, nyumba unayokaa imerekebishwa lini? Kama ambavyo tunaona gari inafanyiwa service, oil na nini na vitu kama hivyo, carburetor, injector pump vinabadilishwa. Vipi wewe hapo nyumba unayokaa? Uimara wa kuta ukoje? Hiyo ceiling board dari hiyo inaweza kushuka muda wote ikupige kichwa ikuue. Usijali kila. Tungekuwa tunacheza kadi, tunakupa ya uzembe na uzuluraji. Wahenga walisema kwamba ujenzi hauishi. Lakini sasa hivi wanashangaa wahenga. Ujenzi unaisha. Akimaliza ameondoka. Fundi akimaliza ndo kwa heri. Hadi wahenga wanashangaa. Nyumba yetu ya kwanza ianze kwa nani, David? Tunaanza kwa msanifu majengo Osman. Katika swala zima la nyumba linapokuja swala la kurekebisha au kufanya matengenezo baada ya nyumba kuwa imekamilika na watu wanaishi, hapa ninyi ni lugha gani, ni kitu gani mnakuwa mnakimaanisha? Okay. Kwanza nashukuru kwa nafasi hii. Ndio. Kama ulivyonitambulisha, mimi naitwa Osman Salim Baruk, ni msanifu majengo. Ndio. Na manager mradi kutoka kampuni ya Guild International. Tukiongelea ukarabati wa majengo, ndio, kwanza ni kitu kimoja cha muhimu sana watu wanatakiwa wafahamu ili kuepusha madhara, kwa sababu tunasema mkosea kuchora, usikosee site. Okay.
Yaani wataalamu wa ujenzi unasema kosea kuchora ramani. Utaprint hata mara 10. Lakini usikosea site. Ukikosea site ni cost. Kwa inaweza ka cost gharama, inaweza ka cost pia maisha. Kwa sababu ramani bado iko kwenye karatasi. Kosea hata mara 100. Yaani wewe mtarudia vya kutosha. Ila sio site. Ndio maana hata kukiwa kuna shida yoyote tunaiona site, kabla tuja proceed na tujaendelea, tunarudi kwenye makaratasi kwanza. Tufanye marekebisho ndo tuendelee. Kwa hiyo swala la urekebishaji ni swala nyeti, ni swala muhimu, ila ni kitu ambacho sio cha kufanya kwa kukurupuka. Ni swala inabidi ushirikishe wataalamu sahihi katika eneo sahihi. Wataalamu sahihi katika eneo sahihi. Uswahilini hapo tunaye. Sio swala la kuna shida ya umeme unamuita fundi bomba au fundi tofali. Kwa hiyo unamuita fundi sahihi katika juu ya tatizo sahihi. Okay. Asante sana. Maisi hapo nimeeleweka. Ya, kabisa. Hiyo ni kwa ujumla hiyo. Hiyo ni kwa ujumla. Na mhandisi au labda unataka kuongeza hapo? Mimi nadhani kuongezea tu hapo ni kwenye nyumba ili kamilike ni kama mwili wa binadamu. Ili binadamu afunction vizuri. Anakuwa ana sehemu zake, tunasema mwili una sehemu 5, sio? Nyumba pia ina sehemu nyingi. Sawa? Na hizo sehemu nyingi kuna wataalamu mbalimbali wanaohusika na hizo sehemu. Kwa mfano upande wa air conditioning, upande wa umeme, upande wa plastering, upande wa sakafu, upande wa roofing. Kuna mtu unakuta yeye ni mtaalamu wa rangi tu. Kama rangi yako ina shida, ita mtu anayehusika na rangi. Kama roofing yako ina shida, ita mtu anayehusika na roofing. Na kazi hapo kwenye kuita mtu sahihi kwa jambo sahihi. Osman, mtu anavyokuwa amejenga nyumba imekamilika, kwa mfano kuna ile guarantee bana, hii nyumba inaweza ikaanza kupata marekebisho baada ya miaka labda 5, mtu anaweza akaanza sasa kufanya hata marekebisho ya kawaida au makubwa. Guarantee ya nyumba ambayo imekamilika, imejengwa vizuri, ni baada ya muda gani? Na tukisema guarantee ya nyumba ambayo imekamilika, sasa tukaongelea Spania kwa nyumba za residential hadi miaka 25. Lakini hiyo pia sio guarantee. Mimi naweza kusema kwa sababu inategemea na umejengaji. Inategemea na umejengaji. Kuna wale wenzetu ambao wanaona bana, nikitumia mtaalamu hapa, hao jamaa wana gharama sana. Na fundi wangu alijenga nyumba ya baba, tunaishi mpaka leo. Wengi wao wanasema na anko atafanya. Anko wangu ni fundi. Hatukatai. Ila wewe kama mmiliki wa jengo, ni kitu bora sana kumshirikisha mtaalamu. Ni kitu cha muhimu sana kwa sababu wewe hujui ujenzi. Lakini fundi anajua sasa na wewe hujui. Akikosea unaweza usijue vile vile. Mbona, lakini ukiwa na mtaalamu, hata kama ni mshauri tu, una rafiki, wengine unaweza ukamshirikisha kwa ujenzi wako. Hata akitembea tu akija anaweza kukushauri vitu ambavyo wewe hujui na fundi hawezi kukwambia. Fundi akikosea hawezi kukwambia. Kwa hiyo kama nyumba ni mpya kabisa nimejenga, angalau nianze kuanza marekebisho baada ya miaka 25. Lakini upya wake umejiridhisha. Nategemea na fundi. Ulikuwa na fundi Michael. Sio sehemu ya nondo sentimita 1 aliweka robo sentimita. Unakuta kitu kimepinda, anakwambia haitaonekana hapo bosi, tukipiga plaster hapo itakaa sawa. Inanyoshwa kwa plaster. Plaster ikikauka itanyoka hapo hapa. Na vipi juu ya mifumo ya umeme sasa? Okay. Kwanza jambo la kwanza kabla alivyonitambulisha, niliingia tu kuongea moja kwa moja. Mimi ni mhandisi Francis Joram Takije. Mimi ni mhandisi wa umeme na nimesogea kidogo kwenye experience, na karibia karne kasoro miaka 2. Na ninafahamu vizuri kuanzia kwenye design, kujenga, kufanya matengenezo. Naam. Mwongo mmoja unakaribia miaka 10 hapo. Ungekuwa rais unastaafu. Kabisa. Sasa tukija kwanza kwenye umeme, tunasema umeme ni kitu kizuri sana. Na ni kitu ambacho
ni cha msaada sana, lakini usipotumika kwa usahihi unaweza kusababisha kifo au ajali, tunasema ajali ya ulemavu au ajali ambayo itakugharimu sana. Na tunapokuwa tunazungumzia nyumba, usalama wa nyumba kwa sasa, kwa maisha tunayoishi, umeme imekuwa ni basic need, yani ni hitaji la muhimu, na hata serikali nayo inahamasisha at least kila Mtanzania awe na umeme kwenye nyumba yake kwa ajili ya shughuli za kila siku, ndivyo kabisa. Sasa tunapokuja kwenye usalama wa umeme, alikuwa ameniuliza mtangazaji pale, akasema at least kwa muda gani? Umeme tunautumia kila siku. Tukija kwenye standard, huwa tunaongozwa na standard ambazo kwa Tanzania tunazo za TBS, tunazo za TANESCO, tunazo za EWURA. Zile zinatuelekeza, na kwa maelekezo hakuna sehemu wanaposema kwamba labda wiring ita expire baada ya muda gani, lakini kuna maelekezo mazuri tu ya jinsi ya wewe kuangalia. Wanashauri at least kila baada ya miaka 5 umuite fundi mzoefu, yani mtaalamu aje afike aangalie. Na hiyo kumuita ni whether kuna shida au hakuna shida, yeye atakuja ataangalia, anajua sehemu ya kwenda kuangalia kwenye main switch, atafungua zile, atakaza kama kuna loose, ataangalia kwenye socket, ataangalia kama kuna waya labda insulation zake zimeanza kutaka kumegeka, ataangalia vizuri earthing kama bado inafanya kazi. Tena uzuri kwa mazingira kama ya Dar es Salaam, earth load zile zinalika sana kwa sababu ya ardhi yenye chumvi. Kwa kila baada ya miaka 5 ukimwita fundi atakuja, atafanya matengenezo makubwa ambayo pia atakusaidia wewe kuepuka ajali inayotokana na umeme, kuepuka baadhi ya bill. Watu wengi wanalalamika, wanasema bili za umeme ni kubwa, zinaongezeka. Unakuta ni kwa sababu pia baadhi ya vitu havijafanyika matengenezo, unakuta umeme unapotea. Hii nimesema kwa miaka 5, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo mwenye nyumba au mtumiaji wa nyumba mwenyewe anaweza kaangalia. Kwa mfano kwenye main switch kuna kifaa kile cha kulinda umeme, circuit breaker, unaenda unabonyeza. Ukibonyeza pale ukiona high trip, maana yake ina shida. Isipo kata umeme, maana yake ina shida. Unatoa taarifa kwa fundi mtaalamu, anakuja anarekebisha. Kwa hiyo kwenye umeme, kwa sababu ni kitu ambacho ni sensitive, tunashauri angalia mara kwa mara. Lakini pia ukiona kuna kitu hakiko kawaida, toa taarifa mapema. Ukianza kusikia harufu, ukaanza kusikia sparks, ukaanza kusikia moshi, unapiga tu simu bana kwa fundi ambaye amethibitishwa. Ninasema fundi aliyethibitishwa kwa sababu kuna mafundi wengine hawajathibitishwa. Ukishatoa taarifa hiyo, mambo atakuja ataangalia na atafahamu tatizo liko wapi. Lakini tukija kwenye standard now, at least baada ya miaka 25 unaweza kaangalia sasa labda tubadilishe wiring. Miaka 25 mpaka 30. Hii ni kulingana na standard za kimataifa. Tunasema electrical installation standards. Zile zinashauri kwamba kwenye miaka 25 mpaka 30 utamwita mtaalamu, ataangalia kama mfumo umekaa vibaya sana, basi huo utabadilishwa wote. Unaona Messi hapa, Engineer Francis anachokizungumzia, nilikuwa anaangalia kwenye takwimu zilizotolewa na zimamoto. Matukio takriban 1000 yalitokea na 1000 yalitokea kwenye makazi ya watu. Kwenye matukio 1000 kadhaa, matukio 781 yanahusisha itilafu ya moto. Itilafu ya umeme. Itilafu ya umeme. Kwa hiyo unaweza kuona mifumo ya umeme ambavyo ni muhimu sana. Na haya matukio yamegharimu vifo vya watu zaidi ya watu, vifo vilivyoripotiwa zaidi ya watu 130. Kwa hiyo unaweza ukaona matukio ya nyumbani kwamba 130 watu wameondoka. Kwa hiyo kuna familia zimepitia wakati mgumu, sio tu kupoteza nyumba, mali, lakini pia kuondokewa na wapendwa wao. Kwa hiyo swala la umeme sio mchezo. Nyumba nyingi tunazokaa, unashangaa umekaa miaka 5 haijai hata nini yule haijai kuja kukagua
fundi umeme au ni vipi? Unabadilisha ile balbu au kubadilisha tuta. Sawa sawa. Haya, tukirejea hapo tena kwako mhandisi na Osman, tufahamu sasa uelewa uliopo kwa sisi wa Tanzania, desturi zetu zilizopo juu ya kukagua nyumba na kuifanyia marekebisho pale ambapo inahitajika. Kwa uzoefu wenu, mnaona tupo wapi? Kwa uzoefu, labda sasa kwa sababu kazi nyingi tunafanya Dar es Salaam hapa, ni asilimia chache, ila uelewa umekuwa mkubwa. Watu wengi sasa hivi wanatushirikisha wataalamu. Na tutoe rai kwa ambao hawafanyi hivyo, ni jambo la msingi na la muhimu sana kushirikisha wataalamu kabla ya kufanya marekebisho yote. Alafu ninaweza nikasema labda kuna marekebisho ya aina 3 tofauti. Kuna ile marekebisho ya kimuonekano ambayo unafanya ujisikie tofauti kwenye nyumba yako. Mfano unasema ukuta huu rangi imechoka hapa ni pake rangi nyeupe. Watoto wamechafua nasema hapa ni pake rangi ya blue. Ni ya kimuonekano. Au unasema hapa floor leo niweke mkeka mbao, sijui niweke carpet. Marekebisho ya kimuonekano. Lakini kuna yale marekebisho ya kimatumizi, nasema functional renovation. Hii yanakuwa yanahusisha labda unasema bana hichi choo kimekuwa kidogo bana, hebu kwanza nifanye mpango niongeze choo. Sasa ile kama ushirikisho wa wataalamu kidogo, unaweza kusema ukuta ni uvunje. Mbona ukuta unabeba mzigo wa nyumba? Kwa sababu tunasema kuna kuta ambazo zinabeba mzigo na kuta ambazo ni partition tu kukata vyumba. Sasa bila kushirikisha wataalamu unaweza kujikuta au unasema bana choo changu mimi nataka niweke jacuzzi. Na siku hizi majakuzi ya kisasa yana umeme. Sasa unashangaa unaweka jacuzzi kumbe hujaweka mfumo wa mwanzo haukuwa na umeme kwenye choo chako. Sasa ili ushanunua sasa ushafikisha unasema mbona alifanya kazi? Kuna umeme. Fundi niwekea hapa ni unapata maji moto. Umeme na maji. Anakwambia tafuta kulikuwa kuna soketi karibu hapo. Tafuta weka. Tuwezi kuweka tu extension. Tuchukue hata chumbani. Tutakuta umeoga umeme. Hapo itakutesa. Ya 3 tunasema ni structural renovation, ni maboresho ya ulinzi wa jengo, kuseme ubora wa jengo. Hii ndio unasema bati linavuja. Hapa niboreshe nguzo, nimeona hapa kuna crack, tafuta wataalamu namna ya kwa sababu kwenye jengo hakuna kitu kibaya kama ukiona nguzo ina crack. Ndugu yangu, hiyo ni hatari sana. Hatari sana. Yaani kuna nguzo ina crack. Kuna kitu tunaita beam. Ndio. Na slab. Yaani hizo ni elements za keri mzigo. Kama unaona magorofa mengi yanakuwa yanajengwa, tunasema ni frame structure. Yanajengwa afu partitions za tofali zinakuja baadaye. Kama umeobserve kitu. Yaani pale ule ukuta hata ukivunja jengo litabaki limesimama. Kwa sababu wanatenganisha. Ila kaguse nguzo. Utajibu muda huo. Ndio maana unakuta mafundi wengine ajui kwenye gorofa anachimba hapo kwenye nguzo. Unakuta bwana tupitishe waya kamera hapa. Yuko busy anatindua nguzo. Sasa wewe mteja hujui. Anatoboa, anakata nondo kwa mfano. Ni tatizo. Sikia hayo mambo ya kitaalamu. Unataka ufunge CCTV kamera nyumbani? Tunafungaje? Mtu anakuja anajua kutindua tu, anakuagiza tindo. Ile hiyo fundi anajua kutindua tu. Body drill. Au ukisikia kitu kinalia unasema hapa anafanya kazi. Hapa ndo kazi inafanyika. Langu inatakia radi. Hiyo ni mbaya. Naomba nisome ujumbe. Karibu sana. Huyu anaitwa Mohamed Kumeja Ugongeni na Chingwea, anasema jamani, service ya nyumba ina bei, bora tu ujenge nyumba mpya. Kumekucha. Hapo kumekucha. Uko na Chingwea jamani, na Chingwea services zina bei sana. Na gari tununua. Yaani sasa tunakubadilisha injini ya gari. Kwake yeye. Yaani huyo hataki kujenga, hataki kuziba ufa. Anataka kujenga ukuta wote tu moja kwa moja.
kama service. Kumwaga oili kuna bei. Chukua mpya. Kwa hiyo anasema anasema hello weekend, naitwa Godfrey kutoka Tanga. Ukarabati unafanyika kwa wale wenye uwezo, lakini sisi wengine tunajitahidi kuweka vizuri tu sebule na vitu vya thamani vile vya sebuleni, lakini vyumbani na vyooni ni majanga. Hali sio nzuri jamani. Ni sikukuu hadi sikukuu. Sofa mpaka mbao na misumari vinaonekana, na panya na mende wanafanya makazi ya kudumu. Kuna maeneo anasema tunayasahau yani. Hasa kama kwenye vyoo ile mifumo mpaka yani msikie vimetema huko. Ndio mnakumbuka. Haya, sawa. Naomba tusome ujumbe mwingine. Anasema kutoka Temeke, Dar es Salaam, sasa nimewahi kuishi nyumba jamani, ukuta ni mbovu. Mwenye nyumba kazi yake ni kudai kodi tu, kurekebisha majengo hana hata wazo hilo. Bora ulihama, maana umesema niliwahi. Maana ningemkuta jambo. Nyumba ingemdondokea. Kutoka Korogwe, Tanga, anaitwa Halili Kachuru, anasema wachache sana wenye utaratibu huo, labda kidogo kwenye taasisi ndio wanajitahidi, wengi wetu tunasubiri hadi janga litokee. Haya, ndio tupo na wataalamu hapa. Anaitwa Hezroni Mangula, hasa ninachokijua kitu cha kwanza msingi, na ili iwe bora wataalamu wana nafasi ya ukaguzi. Kwangu mimi naona ipite angalau miaka 8. Haya, asante sana. Anasema haya, heri mwaka mpya jamani, mwaka 2026 umeanza vizuri. Kwa kwa wewe uliyenenepa. Kumbe ukinenepa mwaka unakuwa umeanza vizuri. Hauna stress. Kwangu mimi akiwa na stress ananenepa. Ndio ameniambia amesema kwa wewe Messi umenenepa mwaka umeanza vizuri. Kumbe ukinenepa manake pokea maua yako. Napokea, najiapatanisha na baraka hizo. Anasema kuhusu ujenzi, kwa kweli mimi sijawahi kufanya marekebisho yeyote tangu nijenge. Anaitwa Robert Wasame. Haya, bila shaka umeelewa sasa hapa Robert. Unaongeza vitu kwa sababu ukijenga si unatamani, kama nilivyokuwa nasema, unatamani uongeze hiki, uongeze hita, uongeze sijui jacuzzi, uongeze sijui mashine za kufulia. Sasa hivi hatufui jamani. Na siku hizi trend, unajua kuna watu wengine hata kabla hajaanza kujenga yuko Pinterest. Acha tuniseme. Yaani mtu ashakuwa motivated huko, yani anachokitaka kiwe ndani. Wengine hata ni jambo zuri, lakini kwenye kukiachieve lazima ushirikishe wataalamu. Ndio. Umeona? Yaani hata tunasema procedure za kufanya maboresho, fuata wataalamu, mtafanya planning na design nzuri, tashirikisha uzuri. Kama sisi wasanifu lazima tushirikiane wote, yani hii ni team. Ni washauri ni tunaita consultant, yani ni washauri kwa mteja. Tutakuwa na umeme, fundi na ni electrical engineer, tutakuwa kuna mtaalamu wa mabomba. Ikishafanyika planning yote utapewa cost, ila muhimu sana mteja inabidi uwe clear unachokitaka. Hilo ndo swala la msingi, yani mteja awe clear anachokitaka. Na Engineer Francis, katika kufanya kazi kwenu mnakumbana na changamoto gani ambayo inajirudia kwenye swala la umeme pamoja na marekebisho kwa ujumla, kwamba linapokuja swala la marekebisho na ishu ya umeme, yani haya ni makosa ambayo yanajirudia sana miongoni mwa wamiliki wa nyumba? Okay, nashukuru sana. Jambo la kwanza, makosa huwa yanajirudia kwenye wakati wa kufanya kazi kwenyewe. Watu wengi huwa hawapendi kutumia wataalamu. Nilitaka kusema wakati akiongea mwenzangu hapa Othman, huwezi ukatenganisha nyumba na wataalamu. Ile nyumba yako, yani ili wewe uwe salama kwenye nyumba yako, wataalamu lazima wahusike. Na sio lazima kwamba iwe gharama sana, hata kukushauri kwamba labda pale fanya hivi, omba tu ushauri. Huwa tunasema wewe pia unaweza kuwa ni mtaalamu, lakini pia unaweza ukaomba ushauri kwa wataalamu wenzako, si ndio? Kuna msemo unasema mganga ajigangi. Unaweza kuwa ni fundi umeme alafu kwako ukaona balbu moja. Kwa sasa changamoto ya kwanza kabisa, watu wengi hawajui kutumia, hawapendi, sijui tuweke vipi, wanashindwa kutumia wataalamu sahihi katika kazi. Kwanza kazi zinapoanza penyewe, hawapendi kutumia wataalamu sahihi. Lakini jambo la pili ni counterfeit, vitu vinavyotumika katika kufanya kazi zenyewe. Niko hatua ya mwanzo kabisa, huwa tunakosea hatua za mwanzoni. Huwa wanachukua vitu ambavyo havijathibitishwa. Anafunga wiring na waya ambazo labda
hazijathibitishwa na TBS. Kwa mfano Tanzania tuna TBS ambaye ndiye anathibitisha ubora. Lakini kuna mianya pia huwa inapita, kuna wengine wanachukua vitu ambavyo sio sahihi. Sasa hapo ni fundi au mwenye nyumba? Yaani umeniwahi. Sasa ndo nakuja hapo sasa ndo nakuja. Una shilingi ngapi yani? Wiring unaweza kufanya kuanzia laki, 60,000, 50,000, hata wiring 50,000 ya 20,000 inawezekana. Umeona viswahili vyenu? Yaani imadi tu upate hela yangu. Wiring ya 20,000. Sawa. Huko sisi hatupo. Inawezekana. Sawa. Nilikuwa nakuja huko. Hapo kwenye ubora wa vifaa. Unajua mtu ambaye ni taaluma yake akienda kununua kifaa, anajua kabisa hichi kifaa ninakiangalia vipi ili nione kama kiko sahihi. Wewe upo tayari kupoteza pesa ya kufanya ule ufundi kwa sababu umeenda kwa huyo mteja au tajiri, huo mnamuita tajiri, anasema na 300,000, lakini wewe kwa uhalisia unaona nyumba yake inahitaji 600,000 ya vifaa. Upo tayari kupoteza fedha ya ufundi kabisa? Bili upoteze. Unapoteza. Unajua kuna vifaa Kariakoo unaweza kumnunulia vya laki. Kwa sababu madhara yake ni makubwa. Unaweza kuchukua 300,000 alafu kamwekea nyumba yake kaungua, atasema aliyenifanyia wiring ni fulani. Unaiona hiyo selo unavyoenda kuozea huko? Kwenye huwa mnakataa pesa nyingi. Huko hatupo. Lakini pia changamoto nyingine ambayo ni kubwa hasa. Wateja wanasema bana, wewe fundi utafanya tu kazi. Mimi nitaleta material. Kwa sababu huwa mnatupiga sana. Sasa hapo mnapokuwa mnakwepa ndo mnaenda kusababisha tatizo lingine. Unaenda kununua kifaa ambacho hukijui kama ni sahihi. Ujenzi ni gharama, tutajenga kwa mikopo, tunapambana, lakini fundi ndo kuja kunipiga kirahisi. Na ni vema huwa tunashauri kwamba bora uongozane na fundi au umuombe ushauri, bwana kitu sahihi nitakifahamu vipi? Tunakuja kwenye kufahamu kitu sahihi. Kwa mfano unapokwenda kununua waya, labda tuseme unataka waya wa kuwekea socket, kufanyia wiring socket. Halafu ukaenda ukapewa waya ambao sio sahihi au waya ambao ushatumika, yani ushaenda una shida kidogo, wewe ukauleta, labda fundi kwa sababu ana shida hiyo unayosema yeye anataka bana hiyo kazi, hiyo hela ya ufundi ninaitaka. Anakuwekea hivyo. Mwisho wa siku utatumia tu kidogo, mwisho wa siku matatizo yanaanza. Umeona Sasa hiyo ni changamoto. Tunazungumza kwenye changamoto. Lakini ambayo imesababisha na mafundi nyewe kutokuwa waaminifu. Maana huwa kwanza mna maduka yenu, mna kamisheni zenu, kitu cha 20,000 nyie mnatuambia ni 35,000. Na hapo ukienda kwenye ile duka lenu mnanunua kwa 15,000. Sijui mnaelewa, mnajua uchungu wa kupata pesa. Cha msingi mimi labda niseme kitu. Sasa nataka kutetea mafundi. Sitaki kutetea mafundi. Ila wewe kama mteja inabidi ujue gharama, total cost, upate material yanayohitajika. Na sisi kufanyia hesabu, kuna wataalamu kabisa wanaitwa wakadiriaji majenzi, QS kitaalamu. Watakupa kosi nzima, ili inakuwa ni guidance ya kukuongoza wewe kwa kama ukishapata total budget, utakuwa unajua kwa sababu bana huyu mradi naweza au siwezi. Mafundi wana tendency moja, wengine wanasema nikimwambia mteja ukweli hatofanya. Kwa sababu sisi tunataka kujenga hapa nyumba, usiniambie ukweli kama mpaka niwe na milioni 50 ndio nyumba yangu itakamilika. Atakwambia kidogo. Mimi nadunduliza. Unadunduliza. Atakwambia kosti ndogo, utasema haina afford. Hii ngoja tuanze. Anajua ukianza lazima umalize. Na baadaye ukimbana atakwambia ingekwambia ukweli bwana usingefanya. Ndio huyo ushamlipa. Sielewa. Ila unashangaa kinahitajika kitu fulani. Mbona hiki hatukuzungumza? Kunahitajika cement tena. Kunahitajika nini? Tofali. Na wataalamu wakikuandalia hesabu. Wakiandalia hesabu kuna kitu inaitwa contingency. Lazima kuna asilimia pale 10 ya pesa ni kama emergency ambayo inaweza kupungua au ikaongezeka. Ukishaandaa ile hesabu, hata kama unanunua mwenyewe ni ngumu sana kutoka nje ya hesabu. Tatizo kwa sababu una muongozo. Tatizo inabidi eti umlipe mtu ili akupigie hesabu, ili akutengenezee bajeti. Yaani unamlipa mtu akutengenezee bajeti ya pesa yako. Sijui mnaelewa nyewe wahandisi. Umeona? Ndio taalamu yake. Ndio taalamu. Kwa hiyo nimlipe mtu
anitengenezee bajeti ya pesa yangu. Yaani ni sawa na unamlipa daktari ili akakuangalia mwili wako. Si ungejiangalia wewe mwenyewe. Unaenda hospitali hujui hata ugonjwa mwili wako na ugonjwa mwili ni wa kwako na ugonjwa na kumuona daktari. Yani na mimi kabla ya kujenga yani nimeshapambana kwanza na wale wapima viwanja, nimewalipa hadi wale wanasheria nimemalizana nao. Kabla ya kujenga inabidi sasa niwalipe watu wa ramani, afu nije nimlipe mtu wa bajeti ili anipangie bajeti. Uzuri msanifu majengo atakupa hizo kabla hata mjanza kazi, atakupa mchanganuo wote. Kwa hiyo kuna watu ni wasanifu majengo na bado ni hao wa architect. Mimi ni architect. Na unaweza kutengeneza bajeti hiyo? Lazima nishirikishe wataalamu. Tunafanya nao kazi. Mimi nimlipe na mtaalamu wa bajeti. Unaweza kutoka kwenye cost ulionipa mimi huko tusha include. Mimi naona baada ya huo mjadala tutahitimisha kwamba duniani tunapita, makazi yetu ni mbinguni. Huwezi kujenga barabarani. Huwezi kujenga njiani. Barabarani. Tulikuwa tunaendelea mhandisi hapa umeme. Lakini nilichokuwa ninataka kusisitiza nilikuwa nasema huwezi kutenganisha nyumba na wataalamu. Lakini pia tunazungumzia juu ya usalama, si ndivyo? Ndio. Ili uwe salama ni vile ulivyoanza kwanza. Au kama haujaanza kujenga unavyotakiwa kuanza, tunashauri. Na sehemu nyingi ambapo tunakosea ni pale mwanzoni kabisa. Unapochukua mtu ambaye sio sahihi na yule mtu ambaye sio sahihi akakushauri kitu ambacho sio sahihi, kwa maana kwamba chukua ushauri sahihi, chukua mtu sahihi. Uzuri nchi imetutengenezea pia utaratibu mzuri jinsi ya kupata watu sahihi. Kwa mfano upande wa umeme, EWURA amekuelekeza kabisa, hawa ni licensed electrician watakusaidia. Bodi za wakandarasi zinakuelekeza kabisa watu hawa, au bodi za architects watu hawa. Imetengeneza na uzuri sasa hivi tuna wataalamu wengi tu. Si ndivyo? Sasa changamoto nyingine inapokuja ni kwenye ufahamu, awareness kwamba kwa mfano natakiwa kufanya maintenance, ninafanyaje, ninaangalia nini? Kwa mfano kwenye upande wa umeme, kama ulivyouliza muda ule, baada ya muda gani nifanye? Mtu mwingine unakuta hafanyi, na sio kwamba hafanyi kwa sababu makusudi tu, hafahamu kwamba labda niangalie kitu gani, nikiona kitu gani ndipo nifanye maintenance. Umeona, hiyo ni changamoto. Nadhani tuna kazi kubwa ya kuendelea pia kuwashauri na kuwasaidia watu wafahamu kwamba nyumba, usalama wa nyumba ni jambo la muhimu. Kabisa. So Messi, unafikiria mtu ambaye labda imetokea hitilafu ya umeme, kwanza imeunguza nyumba, mali zilizomo, afu bahati mbaya imechukua na wapendwa wetu. Yaani unamwaza yule fundi, unaweza usimlaumu sana. Hilo kaza wewe ambavyo ulikuwa unajua, ila kwa sababu ya kusave gharama, kutaka gharama ndogo na vitu kama hivyo, unaona ni vipi. Lakini Osman, swali la msingi linakuja. Wengi hatupendi kutumia wataalamu, ni sababu ya uelewa au kukwepa gharama, issue ya umaskini. Kweli mimi nataka labda nitumie wataalamu, lakini hiki kidogo changu, yani ama kipi ni kipi? Unakuta hela ya kulipa mtaalamu na mfuko mmoja wa simenti. Sasa issue hiyo, mfuko mmoja wa simenti unakusaidia nini? Unaweza kupeleka sehemu ambayo sio sahihi. Ukishirikisha wataalamu, labda niseme pia nyumba haijengwi kwa siku moja. Tuseme hivyo. Yaani nyumba haijengwi kwa siku moja. Mradi ni kitu kinachukua muda na kina stage. Umeona? Ukikabla tunasema wengine wafanyakazi wanakopa, wanajenga. Kabla hata hujakopa, ushapata kiwanja. Mwite mtaalamu. Atakupatia design. Atakupatia cost zote. Jengo linajengwa kwa stage. Msingi unajengwa labda mpaka kumwaga jamvi tunasema. Au kumwaga ile beam ya chini. Unaweza kupumzika hata mwaka kama umejenga standard. Unavuta nguvu, unaendelea. Sasa hatujui, tunashirikisha mafundi ambao fundi anakuambia hapo milioni 15 inatosha bosi. Yaani uhakika atapiga msingi, anafika kwenye lenta tunasema hela imekata, haujafunga hata ule mkanda wa kuprotect zile tofali. Mfanyakazi huku unalipa deni. Mpaka deni liishe, ukopi tena miaka 2, kule kuta zote zishakleki. Lakini ungekuwa na hesabu maalum, unajua sasa hela hii inanitosha kufunga hadi mkanda. Tunasema ni rahisi kumkopa fundi kuliko kukopa material.
lakini ukishakuwa na hesabu ya material unayohitajika. Fundi amekwambia bwana mimi nitakujengea. Bora uishie sehemu ambayo unajua ukikaa miaka miwili mvua zinakuja, jua linakuja, uko salama. Uko salama. Sio tofali zinabaki juu bado hujafunga ile renta. Na hela imeisha. Na mshahara unaingiza unapata laki tu ya kula. Ndio utajua wataalamu wana gharama. Sasa leo nimekutana na wakubwa wangu wa kazi. Kabla ya ilikuwa nikitoka likizo ninaenda kuwa fundi nyumbani. Nilikuwa nishaanza kupatana. Unajua mambo ya uaminifu kazini. Nilikuwa nishaanza kupatana majengo. Nilikuwa namuuliza fundi mkubwa, hapa tunapata hamna shingapi? Napata ya fundi kwa siku kibarua shingapi, ya fundi shingapi? Kwa napigia hapo. Shapata kwanza hela yangu, shapata ya material kila kitu. Lete tenda ndugu. Ila siendi kitaalamu, naenda kwa maelekezo ya fundi. Na ambaye fundi amekuwa fundi kupitia kusaidia fundi. Kwa hiyo wakati mwingine hana sababu ya kitaalamu kwa nini anaweka kitu fulani kwenye ukuta au kwenye engo fulani. Ila ni kusoea uzoefu. Ila kumbe leo nimekutana na baba kabisa. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Tukisalia hapo kwako sasa. Ni marekebisho gani ambayo hutakiwi kufanya ndani, yani kabisa, yani zile do's and don't hutakiwi kufanya kabisa bila tathmini ya kitaalamu? Ukiachana na mengine tunapaka rangi, sijui tunafanya nini, hiki marekebisho yote bana. Hadi kupaka rangi? Kuna interior designer. Hadi kupaka mlango bawaba imetoka bawaba, mimi bawaba. Kurekebisha bawaba ya mlango. Hizo maintenance za kawaida. Unakuta hata anaye unaponunua labda let's say beseni na kunea mikono wanakupa guarantee, au wale unaweza wale kununua unaweza kushikisha kwa kufanyia maintenance. Kwa marekebisho mengine yote ninayotaka yale ya ujenzi ambayo nimeongelea, yani ambayo yanahusika na jengo. Au lazima ushirikishe. Na mara nyingi nadhani tunavyosema usifanye bila kuwa bila kushirikisha wataalamu, ni tunatamani ufanye kitu unachokifahamu. Ila kama kuna kitu nakifahamu vizuri, unajua hichi kitu nakifanya kwa sababu ni hivi, you can do. Kwa mfano kurekebisha bawaba. Sasa unajua mimi naweka msumari pale, naweka hivi, si ndivyo? Unajua kabisa kwamba mlango wangu uko hivi na hivi, si ndivyo? Lakini kuna wataalamu wa mlango unafahamu, yawezekana reason ya kwa nini mlango wako ufanye vizuri umeshaifahamu, au ni bawaba tu imetoka, hujajua kwa nini bawaba imetoka. Kuna sababu bawaba imetoka. Hapo ndipo utakapokwenda kumuita mtaalamu bana, kwa nini bawaba imetoka. Inawezekana labda papi imepinda, yani kuna vitu vingi nyuma. Unabadilisha rangi lakini pia kwa mfano kwenye rangi, unaweza kusema mimi nataka nipake hapa iwe nyekundu, iwe namna gani? Kuna utaalamu wake. Ukitaka kitu kiwe bora, kuna utaalamu wake. Unless otherwise wewe pia uwe ni mtaalamu wa rangi. Au uwe mtaalamu wa kupaka rangi. Unaweza kufanya. Lakini hii inawezekana hata kwa watu wenye kipato cha kawaida kidogo, labda huko Uswahilini tunakokaa huko, yani nyumba, yani inawezekana hata huko Uswahilini. Tunasema kuna rangi za ndani na za nje. Uweze kuchukua. Nasema marekebisho kuzingatia utaalamu. Hata kwa watu wa kipato cha chini. Ya ndani ukaipaka nje. Nje ndio maana tunasema kuna zile rangi za weather guard. Ambazo zinaendana na hali ya hewa. Mimi nilijua rangi ni rangi. Rangi zi. Lakini anaweza kukupigia nje ndani. Kikubwa ni rangi. Hizo kwa ubunifu lakini. Tusikize Wakarungi anauliza hapa. Alikuwa anauliza. Kipato cha chini. Kwa wale wenye kipato cha chini, mimi nadhani inawezekana. Inawezekana. Kwa sababu matengenezo, yani unajua tunasema ni kukipa kitu muhimu. Sivyo? Ukishagundua kwamba hapa nisipofanya matengenezo nitapata shida fulani, utaipa umuhimu. Kwa mfano, tumekutana kwenye upande wa umeme, tumekutana na watu wengi wanalalamika bana, umeme unaenda sana, nikiweka umeme wa 10,000 unakaa siku 4. Baada ya kuona umeme wa 10,000 unakaa siku 4, ndipo anapiga simu TANESCO. Bana, mimi mita yangu umeifanyaje, mbona inanifanyia hivi? TANESCO anamwambia muangalie, mtafute fundi. Kwa yule anatafuta fundi. Fundi kifika pale anamwambia bana, hapa labda tuangalie mfumo wa nini wa earthing. Tayari unafanya maintenance hapo. Kwa niko nazungumza kwamba inawezekana, ila endapo mtu akifahamu umuhimu wa maintenance. Na umuhimu usipoufahamu,
mazingira atakulazimisha ufahamu. Umeona? Na kwenye ushauri wa kitaalamu ikawa ni nyumba ishateketea. Kwa hiyo inawezekana. Yaani as long as ni nyumba ina parts zake, vitu vyote vile vitu vyote vinahitaji kufanyiwa maboresho, utafanya. Na ushauri sisi wa kitaalamu tunaotoa pia tunaweza kukushauri pia usifanye hicho kitu. Muhimu mteja uwe mkweli kwa mtaalamu. Bwana, mimi bajeti yangu ni hii. Unaweza kuniambia kwa bajeti hii usifanye. Sio kama mimi siwezi kuambia kwamba usifanye. Naweza kukwambia bwana, kwa kitu unachokitaka na kwa bajeti hiyo au utapata kitu unachokihitaji. Bora ujipange. Yes. Haya, naomba nisome ujumbe hapo. Namba ya kitaalamu. Anasema hello weekend jamani, utaratibu wa kurekebisha miundombinu ya nyumba ukifanya uchunguzi asilimia 90 hatufanyi, ila tatizo kubwa ni muda na vipato ndio shida kubwa. Naitwa Hamisi, mpiga picha kutoka Ndanda. Haya, umeshajibiwa hapa kwamba lazima uone umuhimu. Anasema mimi huwa nafanya marekebisho na kuikagua nyumba yangu jamani kila baada ya miezi 6. Anaitwa Safe kutoka Katavi. Safe kweli? Sio kuna siku atakuja kuna nini? Wahenga walisema kuna nini? Chamba kwingi. Wahenga walisema. Wahenga washafika. Yaani Safe nyumba yake yani ni project yake. Hongera sana. Safe wanafanya vizuri. Wahandisi wamekusifu lakini mimi hadi nilianza kuogopa. Kumbe wahandisi wamesema ni vizuri. Haya. Anasema habari za leo jamani, napata nipo hapa live. Anaitwa Rafael kutoka Nyegezi. Anasema ni kweli kabisa, naona Engineer Francis hapo kadonoa vyema kabisa kuhusu miundombinu ya umeme kufanywa marekebisho. Ila na washauri wanaotupangisha nyumba wakumbuke hilo, wengi wanachukua kodi tu, kuangalia miundombinu ya umeme hawaangalii. Hii itasaidia kuepuka majanga mengi ya moto unaosababishwa na umeme. Asante kabisa. Anasema mimi naitwa Edna Manda kutoka Moshi, na washukuru kwa mada nzuri. Yaani hatimaye amepatikana mama mwenye nyumba. Maana maoni yote yalikuwa ni ya baba mwenye nyumba. Edna, bora umetunga mkono. Anasema naitwa Mohamed Musa Kishiri kutoka Mwanza. Anasema nimefarijika sana na kipindi chenu. Nimejenga ila kuingiza sofa ilibidi nibomoe ukuta kwa sababu korido ilikuwa ndogo. Sisi angeweka mlango jamani mkubwa. Na hapo kwenye vipimo pia amezungumza kitu cha msingi sana. Itabidi mje mtuambie kwenye vipimo. Unajua sisi kwenye magari hata hivi vifaa tunavyotumia vya umeme nini, kuna ile international standard tunajua kabisa ni mtu hawezi kutengeneza nati ya sentimita kadhaa. Na mafundi unakuta mlango alioweka unasema aliwaza hii ni nyumba ya vifaranga vya kuku au tutaingia binadamu. Yaani hata dirisha unasema afundi dirisha aliwaza ni la nini? Nyumba kali. Na kuna nyumba unafika unanyosha hivi mkono unagusa paa. Afundi alijua tutanunua masofa. Inabidi yeye mtuambie baadhi ya vipimo kwa sababu tunafahamu kama vitanda unajua kabisa utabidi sio sana siku hizi kuna king size. Afundi alijua wanaangalia kuna zile bench. Alijua kalia mabenchi. Ukisikia labda mtu anakwambia kitanda 5 kwa 6. Kile ni kipimo. Okay. Lakini kuna vyumba tunaendelea kupanga huko. Kitanda 5 kwa 6. Itabidi mje mtuambie kuna na unatoa ushauri kwa sababu kabisa mmeona mnichojenga ni chumba cha mtu atakaa. Lakini kitanda cha 5 kwa 6 hakitoshi. Na mlango haupiti sofa. Na masofa bila shaka na mfuni wa sofa wana vipimo vyao. Nyumba wengi wanakuambia mimi siishi hapo. Jamani, atakayekuja kuishi kama ameridhika kuingia. Ni bosi unaishi wewe. Unapangisha kila kitu chako akiingia. Mje tukirejea hapa mje Bongereso lazima na vipimo hilo. Anasema hello weekend, naomba mawasiliano ya hawa wasanifu jamani, na kiwanja changu 30 kwa 40 we. Mimi na 20 kwa 20 una 30 kwa 40 tugawane. Anasema nikipo hapa mjini ili waje wanifanyie kazi ya usanifu. Ameshawishika. Kwa hiyo upo tayari kutafuta pesa, wape watu pesa ili wakupigie bajeti ya pesa. Hongera sana. Pesa za pesa. Ili upate thamani ya pesa. Haya watakuja na tutawpatia hizo namba zao. Na sasa Messi jamani, afya imekubali, Mungu akubariki soon. Haya najiambatanisha. Wakarungi wewe ndio ulikuwa unaitikia. Amina. Anasema unaitikia. Baraka. Tunajiambatanisha. Bengo zimefunguka. Pigia Yaso makofi mazuri. Na amesema happy new year Karungi. Asante sana, happy new year. Ameniambatanisha na Baraka afu wewe? Happy new year tu. Afu wahandisi ameweka kitaalamu. Nimekuelewa ndugu yangu. Anasema naitwa Faudhia kutoka Tabata.
Damesi, nimewahi kupanga nyumba, kumbe juu kumelika balaa hadi siku sinboard ilianguka, ila uzuri hakuna aliyeumia. Tunamwambia mwenye nyumba, anasema atatengeneza akipata hela. Ndio kwanza anadai kodi ili ampeleke mwanae shule. Sasa sinboard iko ila atatengeneza. Tuiweke wapi? Sasa mimi kuna baadhi ya nyumba kama hao unatengeneza afu mtakatana kwenye kodi. Sasa mpaka mkubaliane. Si akasema lazima mkubaliane. Wewe ukifanya hivyo akasema Hiyo kama ungekufa huwezi kumdai maisha. Wewe wakati mwingine kubaliane au fanya kwa hisani. Anasema anaitwa Yusuf Kabos Mabibo, Dar es Salaam. Anasema nyumba ya zamani inaonekana ni fupi na ina joto sana. Je, nimuone nani ili nirekebishe? Maana mgambo wa mtaa wanaitania kuwa nikianza tu watanikamata jamani. Haya, mwenye nyumba fupi, unajua nyumba tulijenga kama nilivyozungumza miaka 25. Baada ya hapo design zinakuwa ni watu siku hizi wanaongeza nyumba. Anauliza amuone nani, itabidi mumjibu hapo. Anasema na familia, hello weekend, Messi na David, hamjambo? Hatujambo. Utaratibu wa kurekebisha nyumba ni muhimu, ila turekebishe nyumba ambayo haijamalizika na miundombinu ambayo haina mpangilio. Anauliza swali. Nyumba ambayo haijamalizika inawezekanika kurekebisha? Ni asilimia kidogo watu wanaishi katika nyumba zilizokamilika, na ukarabati ni muhimu kufanyika baada ya kubaini tatizo. Anaitwa Mwalimu Severin kutoka Kishanda, Ihunga Mulebani. Watu wanaishi kwenye nyumba unahamia ibadi kuna ule mlango main. Madirisha tutapumua kwa uwezo wa Bwana. Madirisha nao umeweka nini mabox. Tutapumua kwa uwezo wa Bwana. Tuwajibu baadhi yao wenye maswali yao waliouliza hawa. Kwanza msanifu tusaidie kwenye vipimo ambavyo hoja mbali kuna vipimo, kuna huyu aliyezungumza nyumba ikiwa fupi na huyu anayezungumza yule wale ambao huwa tunaishi afu ndo tunaendelea na ujenzi umo. Tendeni kazi. Kwenye swala la vipimo ndo yale tafute mtaalamu. Kuna standard. Mtaalamu gani sasa? Msanifu majengo. Unajua kila kitu kinaanzia on paper. Yaani kwa kawaida, yani kwa mfano mlango unatakiwa uwe sentimita ukubwa gani? Mlango ule wa ndani wa sebleni kuanzia sentimita 90 na kuendelea. Hapo makochi yanaweza kapita. Yanapita. Friji. Maana kuna nyumba friji haingii. Hata diaba inaweza jaba la maji. Kuna nyumba jaba haingii. Linapita. Umeona? Ndio maana ukifuata wataalamu haya makosa ni ngumu sana wewe ukimfuata, labda nikupe tu hint. Unamtafuta mtaalamu. Unamwambia bwana, mimi bwana nataka nyumba yangu vyumba vitatu. Chumba master, mimi na watoto tukutane sebleni. Mungu kwenye corridor huko tusikutane. Mimi ndo niumiza akili naifanyaje ile layout. Na kwa hiyo unasema unachokielewa. Ile layout ndo kila kitu. Ndio maana hata mtandaoni watu wanaposti muonekano tu. Kuposti ile ndo kazi. Yaani ile ndo usanifu wenyewe. Ndio maana so kitu kinapatikana sana mtandaoni. Hata kuna mtu ameweka basi ataficha vipimo. Kwa sababu ile ndo nguvu kazi ambayo ndo ajira yako. Yaani ile ndo ajira. Huu muonekano unabadilika tu wote, lakini layout ndani inabaki vile vile. Ndio. Umeona? Kwa hiyo ukisha check mtaalamu, mta visit site. Kuna vitu vingi pia vya observe site. Ambacho kinaweza kukusababisha usifanye ukachelewa kufanya maboresho au marekebisho baadaye. Mfano mimi nikienda site, kuna watu ukimpeleka fundi. Barabara iliko ndo mbele ya jengo. Lakini kuna vitu kama kuzama na kuchomoza kwa jua. Kitu muhimu sana kwenye ujenzi. Nimeweka nyumba wa kuzingatia ni chumbani ikifika saa 7. Yani, au kai chumbani. Kumbe jua ndo linapiga kama Dar es Salaam. Alafu kifika jioni kama huko kwenye sufuria. Joto liliabsorb ukuta. Kabisa. Hicho kitu cha muhimu sana. Hapo ulikuwa kama fundi naye mtaalamu. Yani hadi nilimkosoa yule fundi. Hakuzingatia. Yeye fundi ajali. Barabara hii kibosi hapa nyumba inaangalia hivi. Master yako iko hapo unaona barabara. Mtu anaingia unamuona. Umeona? Lakini ukienda na mtaalamu atakushauri. Umeona? Huku jua linakuzama, huku kuna joto sana. Huku tunaweka sehemu ambazo unaingia mara moja na kutoka. Kama jikoni, store. Ila vyumba tunaweka. Lakini mji kama Dodoma. Dodoma mchana joto, usiku baridi. Tunaweka kule jua linakuzama. Chumba cha kulala. Ile joto linapopatikana likusaidie. Saidie. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana. Umeona? Wataalamu hapo. Sasa unaweza ukachukua fundi ukashangaa umeweka chumba kule jua linakuzama kuna joto. Unataka joto na mimi nanunua AC.
ile unanunua AC, watu kiona AC imening'inia nasema nyumba ya kisasa. Ile ni gharama ya umeme, maisha yote unaishi kwenye ile nyumba. Na huyu mtu ambaye anataka arefushe nyumba anatakiwa kamwone mtu gani? Wa ramani tena au lazima anze kwenye ramani? Kwa sababu hata sisi tukikucholea ramani kuezua tu kuongeza tofali raundi 3 mikanda 3 mtu wa ramani anaisikia. Bora sasa kuezua tu. Usijali. Nipo fundi wa kuezua tu. Jamani, kama kuna mtu anatafuta fundi wa kuezua moja. Yaani anamwaga zege, anaweka nondo moja sana, anaweka siku ya kumwaga zege. Ashamwaga zege tu anaichikichia. Nitakukuta jambo. Kwa hiyo anahusika tena yule wa ramani. Mimi kupandisha nyumba lazima umshirikishe yeye. Akija tunataka nipeshe zile kozi zinaitwa kozi kozi zangu 3, sababu hata ramani ina vipimo vya urefu wa jengo. Inategemea pia mwanzo ulijenga ulifuata ramani. Hakuna mtu ramani hawana, tunakadiria site. Yani hiyo siku ya kuseti huko na fundi bwana, bosi miguu 3 inatosha, hiyo safi, hiyo kubwa kabisa. Lakini unajikuta ukishirikisha mtaalamu hata kwa kazi moja kuna vitu una gain kabisa. Lazima tuheshimu taaluma za watu. Unajua Messi, wakati nikiwa fundi huko, fundi wangu mkuu alikuwa anapenda kuniambia usifanye kosa ambalo hata mtu anayetuletea maji hapa ataanza kukukosa. Unajua kuna yule mtu anawaletea maji mko site, ukuta umepita. Yaani hadi mtu analeta maji anakukosa. Wewe sio fundi. Anaangalia anasema fundi kila na mtaalamu site. Kuna kitu nitakagua. Labda utakuta mfano wanajenga tiles. Kuna vitu nitakagua. Siku nyingine hata ukienda peke yako unajua kabisa anakagua kitu gani. Tunasema ujinga kwenda. Yani hiyo ndo standard, inabidi iwe hivyo. Na kweli katika kujenga Messi, kuna wale wenye nyumba mnaokuwa mnawajengea hajui chochote, maskini ya Mungu. Yani mnamwelekeza na anakuwa anawasikiliza mpaka siku akija na mtaalamu mnasema sasa leo kazi tunayo. Na mafundi wengi hawapendi. Yani fundi akiona bwana nyumba ina engineer nanuna na kununua. Wewe mtaalamu kijana wetu tunamuita mchawi. Leo kuna mchawi. Leo chawa pale. Leo kuna mchawi hapa anatuchawia. Lakini fundi ilipaswa kuwa hivi. Na anajua kabisa kwamba sawa nitarekebisha. Anakubali kwa sababu anajua ilikuwa likosa. Mimi nikienda site, mafundi wanajua. Anajua fundi anaweza akakosea, akajua hapa nimekosea, akakaa kimya ili paharibike umwite tena. Atakwambia bwana bosi ulinunua mchanga ule ulikuwa sio. Ila ngoja nje nirekebishe, wewe niandalie kiasi fulani. Umeona? Kuna mafundi wanajitahidi. Mimi niwape pongezi. Labda sijui kwa sababu nakutana nao. Ndio. Kuna mafundi unakuta wateja wengine wanamtafuta fundi. Fundi anamwambia bwana bosi, hapa inabidi tuwe na ramani, tumtafute mtaalamu wa ramani. Wapo hao. Tuna hapa Kongole. Tuna hapa kabisa. Lakini kuna mwingine anakuambia mtaalamu wa nini bosi? Hii natoa kitu kinatoka safi. Nafanya namuonesha picha. Wewe mimi nitaamini vipi umejenga wewe? Mbona? Haya, muda wetu nao sio rafiki sasa. Itabidi mutaje mawasiliano ili na pia muhitimisho yenu ama ya ofisini vyovyote vile. Unajua mimi niangalia paka kuna mtu ameuzungumza, huyu anasema wametisha sana wetu wamenitishia baada ya kuona nimeandaa tayari matofali na mabati na mbao na hana wasanii. Amenunua bati zake 32. Yaani huyo tofali sijui amenunua ngapi. Huyo amekuwa kama mtu aliyekuwa anawaza nifanye swali gani, mwalimu akasema kuna swali nimekosea. Akafurahia. Akafanya yote. Sasa ameshanunua huyu mwenzetu alishanunua malighafi. Angalau ila hana wasanii. Ila malighafi anazo. Angalau hajapotea. Ila asitishike. Bado hajachelewa sana. Hakuna kitu ambacho hakipimiki. Kila kitu kinapimika. Hapo sawa. Haya, kwa kuhitimisha mnazungumza nini na kila ndiye hitimisha azungumze wanawezaje kumpata? Karibuni. Karibu. Mimi labda nitoe tu ushauri, wataalamu tupo na hatuna gharama hiyo kulingana na kitu unachokijenga. Ukikufanya comparison sisi ni kwa sababu pia sisi wenyewe tunapenda kitu kizuri kifanyike, hata sisi tunauza. Hamna kitu kizuri kama mtu kwambia bwana nyumba kafa. Hata mimi mwenyewe nikipita ule mtaa kazi yangu. Nafurahi sana. Napenda hata watu ambao tumewafanyia mchoro atujenge nao vizuri pia. Unajua mimi nimechora najua kabisa hapa pamekosea, hapa pamepatiwa. Kuona sehemu tulizofanyia kazi ni jambo la msingi sana. Kwa mawasiliano
Namba yangu ni 0715 0715 60 60 33 33 11. 11. Irudie tena 0715 0715 60 60 33 33 11. 11. Ofisi tupo Mbezi Beach kwa Zena. Asante sana. Kivulini Plaza, floor namba 2, Guild International Limited. Instagram tunatambulika kwa Guild Africa. Asante sana. Asante sana. Engineer Francis? Nashukuru. Mambo ya umeme sasa. Naam, sadakta. Mimi jambo ambalo naweza nikawafahamisha watu. Jambo la kwanza ni mifumo ya umeme kama tulivyosema ni muhimu sana. Tujitahidi kuchunguza mara kwa mara. Ukiona kuna dalili ambazo zinakupa wasiwasi, mtafute mtaalamu wa umeme. Lakini pia kuna mifumo ya usalama ya fire, watu wa zimamoto huwa wanashauri ni vizuri hata kama huwezi ukawa na zile za kuhisi moto za kuhisi kwamba kuna sehemu kuna shida, basi uwe hata na fire extinguisher. Fire extinguisher unakuwa nayo pale nyumbani, ukitokea shida unaweza kuzima. Huu ni ushauri, ili inapotokea ajali ya umeme unawahi unazima, si ndivyo? Yeah. Alafu pia mwisho kabisa kufunga, nadhani tuwashauri tu watu kwa kile kitu ambacho hukifahamu kwenye umeme, ni vizuri kumtafuta mtu akakuelekeza, mtaalamu akakuelekeza, na wataalamu wanapatikana tu kwa wepesi.